Rafiki yangu, SEDO ni miongoni mwa CBO 12 zinazotekeleza mradi wa uwezeshaji kupitia ujuzi. SEDO inatekeleza mradi huu katika wilaya ya Nzega, kata ya Utwigu, vijiji 5 ambavyo ni Mwanihala, Utwigu, Iyombo, Isalalo na Mwambaha. Pia SEDO inatoa mafunzo ya usawa wa kijinsia na haki za binadamu, na SEDO imeweza kufikia watu moja kwa moja, watu 120, na watu wasio wa moja kwa moja watu 2041. Hivyo kiujumla SEDO imeweza kufikia watu 2161 kama mashuhuda wanavyosimulia namna ambavyo waliwafikishia mafunzo na namna ambavyo waliwapasha habari. Kwa majina naitwa Neema Kuwa Leonard. Nimetoka katika kijiji cha Iyombo, kata ya Utwigu. Mimi ni mhudhuria wa mafunzo ya haki za binadamu. Nimefikia watu 300 kwa pale Iyombo. Nilifundisha kwenye mikutano ya Injili na mikutano ya hadhara katika jamii. Vile vile na Isalalo walikuwa watu 150 ambao tulifanya igizo kuhusu haki za binadamu, tukafundisha na watu walikuwa 150. Napendekeza kwa haya mafunzo. Ninashukuru sana kwa sababu tumepata elimu, na vile vile na watu katika jamii tumewafundisha, wameelewa kuwa haki za binadamu ni msingi. Maana mwanzo walikuwa wananyanyasika, kwa mfano watoto wa kike walikuwa hawana haki katika jamii. Kupitia hii elimu wamepata haki. Aisha Sifiani Mustafa, natokea kijiji cha Utwigu. Nimeshiriki mafunzo ya SP katika somo la usawa wa kijinsia. Nimejifunza na kuelewa vizuri usawa wa kijinsia. Nimewafundisha na kuelimisha watu 40 kupitia sehemu mbalimbali katika vikundi vya wanawake, misikitini, hata misibani. Nimefundisha somo la usawa wa kijinsia, watu wameelewa, na nimefikia idadi ya watu 40 wakiwemo wanaume 15 na wanawake 25. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa Mihambo, ninatokea kijiji cha Iyombo, kata ya Utwigu. Mimi ni mshiriki wa mafunzo ya haki na usawa wa kijinsia katika shirika la SEDO ambalo lipo chini ya mradi wa ESP. Tumekuwa tukitekeleza shughuli za kuhamasisha watu katika kuwapa elimu ya usawa wa kijinsia pamoja na haki za kibinadamu. Tumekuwa tukitumia mbinu za kuwatembelea kwenye sisi mbalimbali, mfano kanisani, kwenye misikiti, kwenye zahanati na pia kwenye magulio na kwenye mikutano ya hadhara. Tumefanikiwa kufikia takribani watu 700. Mimi Agnes Masesa Sharari kutoka kijiji cha Utwigu ni mshirika wa mafunzo ya usawa wa kijinsia na haki za binadamu yanayofadhiliwa na ESP. Baada ya mafunzo nimeenda kutoa elimu kwa watu wengine kupitia vikundi vya wanawake na kwenye mkusanyiko wa maharusi. Jumla nimefikia watu wapatao 108. Asanteni kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Andrea Mpagama Maganga. Na nilishiriki kwenye mafunzo ya SEDO nikiwa mwenyekiti wa kitongoji cha Mwakulu. Na mafunzo hayo tulifanya siku 3. Baada ya kumaliza hapo, baadaye ikawa kwenda kushiriki na wananchi wa maeneo ya karibu na nyumbani ili
kuelimisha jamii kupitia mafunzo ya SEDO. Baada ya hapo niliwatembelea mmoja mmoja kuwapa maelekezo kama mafunzo tuliyopewa. Kwa sasa kuna watu 15 wakiwa wa kike 8, wa kiume 7. Pia SEDO imepokea vifaa vya kutuwezesha kufanya kazi vizuri ambavyo ni laptop, projector, printer, radio pamoja na kifaa cha internet cha 5G router. Kupitia mradi huu tumeweza kupata mafunzo mbalimbali kama mafunzo ya usawa wa kijinsia, mafunzo ya uongozi, mafunzo ya uchechemzi, mafunzo ya ushauri nasaha pamoja na mafunzo ya IT. Tunajivunia sana kuwa sehemu ya mradi huu kwa sababu umeleta matokeo makubwa sana ndani ya shirika, lakini pia ndani ya jamii ya wilaya yetu ya Nzega.